mmekuja wengi sana watu wa Vikindu, kwa hilo tunawapongeza kweli kweli. Tumefanya hamasa takriban wiki nzima tangu Jumatatu hadi kufika leo Jumamosi, na kote tulikopita hatujakutana na umati mkubwa namna hii kama ambao tumekutana nao hapa Vikindu. Na kwa mantiki hiyo basi, msijae tu kwenye hamasa na mjae na kwenye mechi yenyewe kesho siku ya Jumapili. Nia yetu ni moja, Msangoni wana Vikindu, kutoka Vikindu mpaka Benjamin Mkapa ni karibu kweli kweli. Ukiachilia mbali foleni za pale chini ya Kongowe pale, ukiachilia pale baada ya kule kwetu ni mwendo mdundo. Lakini kesho ni siku ya Jumapili, barabara ni nyeupe. Kwa hiyo mkitoka zenu hapa Vikindu, mkitoka Mkuranga ni mwendo Nchibuyu, breki ya kwanza Benjamin Mkapa. Na kwa mantiki hiyo basi, kwa kuwa usafiri ni rahisi, tunategemea kesho kuwa na wageni wengi zaidi, kuwa na mashabiki wengi zaidi, kuwa na wanasimba wengi zaidi kutoka Vikindu pamoja na wilaya nzima hii ya Mkuranga. Na sisi tunatambua nguvu ya mashabiki wa Vikindu, nguvu ya mashabiki wa Mkuranga. Endapo kila mmoja akaamua kuja uwanjani siku ya kesho, hakuna kiumbe yeyote katika dunia hii anaweza kaisumbua Simba katika mchezo wa kesho, na dhamira yetu ya kupata alama 3. wewe jamani ubaya. Maandalizi ya timu yetu yamekamilika kwa asilimia 100. Hii leo timu yetu inafanya mazoezi ya mwisho saa 8 mchana katika dimba la Benjamin Mkapa, na baada ya hapo vijana wanakuwa wako tayari kusubiri saa ya mchezo wetu dhidi ya Petro Atletico. Maandalizi ya kiufundi yamekamilika. Maandalizi kwa upande wa viongozi yamekamilika. Maandalizi pekee ambayo yamebakia mpaka hivi sasa, na ndiyo maandalizi muhimu kweli kweli, ni maandalizi ya ninyi mashabiki wa Simba kununua tiketi na kuja uwanjani siku ya kesho. Tukikamilisha na maandalizi haya, tukiyafanya na maandalizi haya kwa ufasaha wake, kama ambavyo yamefanyika maandalizi ya wachezaji na maandalizi ya viongozi, maandalizi kwenye upande wa mashabiki na yenyewe yakafanyika kwa ukamilifu wake, kila shabiki wa Simba akanunua tiketi yake na akaja uwanjani siku ya kesho, tunakwenda kumfanya vibaya sana yule Mwangola. Pamoja na umuhimu katika mchezo huu, lakini Simba tumeshacheza mechi ngumu maradufu kuliko hii ya kesho. Tumeshakutana na wapinzani wagumu kweli kweli kuliko hawa. Tumeshapigana vita nyingi na vita kubwa, na zote tumefanikiwa kuibuka na ushindi. Lakini tulifanikiwa kuibuka na ushindi katika vita zote hizo kwa sababu ya nguvu yenu ninyi mashabiki wa Simba. Wakati tunamfunga Al Ahly, nguvu kubwa ilitokea majukwaani. Wakati tunamfunga Wydad Casablanca, nguvu kubwa ilitokea majukwaani.
wakati tunamfunga RS Berkane, nguvu yetu kubwa ilitokea majukwani. Mpaka mwaka jana tunafika fainali ya michuano ya Afrika, nguvu yetu kubwa ilikuwa ni kutoka kwenu majukwani, kutoka kwenu mashabiki wa Simba. Kwa mantiki hiyo basi, ili Simba tuweze kufanya vizuri, ili Simba tuweze kushinda mchezo wa kesho, nguvu yetu hatupaswi kuiacha nyuma, na nguvu yetu ni ninyi mashabiki wa Simba. Kila shabiki wa Simba ana mchango wa moja kwa moja na ana mchango mkubwa kwenye kuisaidia Simba yetu hii kufanya vizuri katika mchezo wa kesho. Tunapojivunia timu ya 5 kwa ubora Afrika, imefanikishwa na ninyi mashabiki wetu wa Simba. Nguvu yenu ya pamoja, mshikamano wetu wa pamoja, kuja kwenu uwanjani mara zote ndiyo ambayo imetufikisha hapa tulipofika hivi sasa. Na kwa mantiki hiyo basi, tunapaswa kuiendeleza nguvu hii ili kuitoa Simba nafasi ya 5 kwa ubora Afrika, kuipeleka nafasi ya 2, nafasi ya kwanza. Nyie ndio mmetufikisha hapa namba 5, na nyie ndio mtatutoa hapa namba 5 kutupeleka namba 1. Hivyo basi asibaki mwana Simba nyumbani. Kama kweli wewe ni mwana Simba, kama kweli una mapenzi ya dhati na timu yako, na kama kweli unaitakia mema timu yako, hautakiwi kubaki Vikindu siku ya kesho, hautakiwi kubaki Mkuranga siku ya kesho. Unatakiwa, kama una mapenzi kweli na Simba yako, kama unavyojiita kinaki, kama unavyojinasibu kwamba timu hii inakuuma, timu hii ikifungwa haulali, timu hii ikifungwa haupati chakula vizuri, basi unatakiwa kuja uwanjani siku ya kesho. Mapenzi yako ya kweli hatuwezi kuyapima kwa wewe kukaa sebuleni kwako. Mapenzi yako ya kweli hatuwezi kuyapima kwa kwenda baa kuangalia mpira. Mapenzi yako ya kweli tunayapima kwa wewe kuja Benjamin Mkapa siku ya kesho. Ukifika Benjamin Mkapa, ukiingia Benjamin Mkapa, tunaamini kweli wewe ni mwenzetu na unaitakia mema timu yetu. Tunaanza mashambulizi ya jukwani kumpelekea pumzi ya moto mpinzani wetu mpaka tunaondoka na alama 3. Ndugu zangu wana Vikindu, kesho hakuna kitu kingine chochote tunachokihitaji zaidi ya alama 3. Iwe jua iwe mvua, tunataka alama 3 siku ya kesho. Hatuna mbadala, hatuna option, hatuna plan B. Kesho tunataka alama 3, na alama 3 hatuzipati kwa kila mtu kukaa nyumbani kwake. Alama 3 tunazipata kwa kila mwana Simba kufunga duka lake, kufunga nyumba yake, kufunga tawi lao na kuja Benjamin Mkapa. Hapo tunakuwa kwenye vita ya pamoja ya kupigania alama 3, na insha Allah alama 3 kesho tunakwenda kuzichukua, lakini tutazichukua kwa kila mmoja kuja uwanjani siku ya kesho. Haya nyama si mapenzi kwetu hapa. Haya nyama si mapenzi kwetu hapa. Nikola zidika kope, hayo desipa, nikola zidika kope. Nikola zidika kope. Mcheza kubipa bipa mcheza na Simba. Najua wengi wetu tumeshaanza kuzoea hizi hatua, wengi wetu tumeshaanza kuzoea hizi mechi, wengine tumeshaanza kuzoea hatua kama hizi za group stage. Kwa hiyo kuna mwana Simba ambaye haishtuki kwa namna yeyote, anaona si group stage tu, tutavuka tu, si mechi ya kwanza, tutavuka tu, si Petro Atletico tutamfunga tu. Mimi nasubiri robo finali ndo nianze kwenda uwanjani, ama nawasubiri Esperance ndo niende uwanjani.
Hatupaswi kuzoea maisha, hatupaswi kuzoea mechi, hatupaswi kuzoea hatua. Sisi kila siku Simba inavyocheza, hata kama ni mechi ya kirafiki na inaruhusiwa kwenda uwanjani, tunatakiwa kwenda uwanjani kwenda kuishangilia Simba yetu. Asitokee mwana Simba yeyote wa Vikindu akaidharau hatua hii, kwa sababu ni mara ya 7 tunacheza group stage, mtu akajifanya tayari ameshazoea, mtu akajifanya hana mzuka tena, kwa sababu hii ni group stage ya 7. Yani hii group stage ni kama group stage yetu ya kwanza katika maisha yetu. Kila mwana Simba anatakiwa kuichukulia kwa uzito huo. Kila mwana Simba anatakiwa kuipa thamani hiyo. Mechi hii ya hatua ya makundi anatakiwa kuona kama ni jambo geni kwetu, ili tupate nguvu ya kwenda kuipambania timu yetu, ili tupate nguvu ya kwenda uwanjani siku hiyo. Kwa hiyo kama kuna mtu hataki kwenda uwanjani ama hajapanga kwenda uwanjani kwa sababu hii ni hatua tu ya makundi, yani ameshaizoea, yani haimshtui na anajua tu Simba itavuka, yeye anaisubiri hatua ya robo finali, niko hapa kueleza wana Vikindu ya kwamba hatupaswi kuzoea mechi za hatua ya makundi, hatupaswi kuzoea Simba Sports. Kila siku kwetu Simba ni timu ngeni ambayo inatuhitaji kwenda uwanjani kwenda kuipambania. Hivyo basi, mwana Vikindu, hakikisha unanunua tiketi yako hii leo, tunakutana Benjamin Mkapa, na wala usisubiri utoke Vikindu uende Benjamin Mkapa ndio ukanunue tiketi. Tiketi yako nunua kabisa hapa. Kesho ni kazi moja tu ya kuamka na kwenda uwanjani. Kama hauna fedha, ni bora ukamwambia mshikaji wako, ninunulie kabisa tiketi, kanayo, kesho nitakuletea hela yako, unipe tiketi yangu, twende uwanjani. Tujiepushe na tabia ambayo tumeizoea ya kununua tiketi siku za mwisho. Usumbufu wake unakuwa ni mwingi na foleni yake inakuwa ni nyingi, na ndiyo maana tuko hapa Vikindu na wauzaji wa tiketi, ili kila mtu anunue tiketi yake hapa, alafu kesho ni jukumu la kwenda Benjamin Mkapa pekee. Ndugu zangu wa Vikindu, nisiwachoche sana, najua jua ni kali na ni mchana huu, watu wapo kwenye pilika za kutafuta mipango ya kimaisha. Niseme tu ya kwamba nimefurahi sana tena sana kufika hapa Mkuranga, na mwenyekiti, tafuta tawi moja tuje tuzindue huku ili mambo yawe bambam kidogo. Sisi ni watu ambao tunapenda shughuli, kwa hiyo tafuta tawi hapa, watu wajikamilishe, tuje tuzindue tawi, mambo mengine yaendelee. Lakini mwenyekiti, sijasikia utaratibu wa watu kwenda uwanjani kesho kupitia tawi letu la wekundu wa Vikindu Center. Hapo lazima uwe taratibu hapo. Ukileta mapepo unafundisha. Sijasikia utaratibu wetu wa kwenda uwanjani kesho. Sasa nitakupa nafasi tena uwatangazie wanatawi, alafu nitakuja kumalizia, tuendelee na mipango mingine. Waandishi, si unyama basi fresh.